Habari gani? Mimi naitwa Majid Mjengwa. Niko KTO, ofisi za KTO Dar es Salaam. Huu ni ufafanuzi yakinifu, moja makala zangu segment kwenye kile ambacho nazungumza. Kupata ufafanuzi yakinifu jambo la muhimu. Tunaishi katika ulimwengu wa ufafanuzi. Mambo mengi yanatokea yanahitaji ufafanuzi. Namna gani tunapata ufafanuzi? Ni kuwauliza wale ambao wanaweza kutoa ufafanuzi yakinifu. Kwa hiyo kwenye hili mimi utafuta ufafanuzi yakinifu kutoka na bahati leo na mgeni wangu kwenye hiki ni Johanisa Kabuga. Asante. Karibu sana. Nashukuru sana. Huyu ni mdau wa KTO kwa maana zote. Ni mkufunzi chuo cha maendeleo ya wananchi Mputa kule Ruvuma, lakini pia atatueleza mwenyewe safari yako umefika kwenye hili la mpaka kupewa jukumu la kufafanua yale ambayo wengine tumekuwepo kwenye mpira kwa miaka mingi bila kuelewa mengine kuhusiana na mpira. Karibu sana. Asante. Naitwa Johanisa Kabuga, ni mkufunzi chuo cha maendeleo ya wananchi Mputa. Ni chuo cha maendeleo ya wananchi viko 55 Tanzania bara. Vyuo hivi vinashirikiana kwa karibu kabisa na KTO kama ambavyo umesema, Karibu Tanzania Organization. Hili ni shirika lisilo la kiserikali, linajihusisha na mambo mbalimbali katika sekta ya elimu. Wana program 3 ambazo mnasimamia, tunashirikiana na naweza kuzielezea. Ya kwanza ni elimu ina mwisho, program maalum ya kuwarudisha watoto wa kike shuleni kupitia masomo ya sekondari kama aliyakosa kwa namna yoyote ile. Ya pili ni mpira fursa ambao ndo ujio wangu leo hapa. Na ya tatu ni ECD, elimu ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Katika programu ya mpira fursa nimekuwa mratibu wa mpira fursa chuoni, chuo cha maendeleo ya wananchi Mputa, mwaka wa 5 sasa. Kwa hiyo ninaweza kuielezea kiundani kwa namna yake. Katika programu ya mpira fursa tunafanya shughuli mbalimbali. Sasa umeongea juu ya mpira fursa. Na kwa nini uko hapa? Umekuja kwa sababu ya mpira fursa. Jana nilipata bahati ya kufika pale Ilala kwenye ukumbi wa NSSF kuona watu wetu kutoka KTO na FDC. Au tuanze na FDC alafu KTO. Maana iko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kabisa. Kulikuwa na watu 4, washiriki 4 wanatokea kwenye program zetu. Wataje basi walikuwa kina nani? Kama ambavyo umesema, tulikuwa na seminar jana, ni kama workshop kukumbusha majukumu yetu kama match commissioners kutoka chuo cha Mputa. Niliwakilisha mimi Johanisa Kabuga. Chuo cha maendeleo ya wananchi Masasi alikuwepo Imafuime. Chuo cha maendeleo ya wananchi Njombe tulikuwa na coach Lilian Mbawala. Na kutoka Mtawanya akufanikiwa kufika. Moja tulipata bahati mbaya, lakini sisi wa KTO tuna hao 4 katika ngazi hiyo. Sasa anayetutazama anataka kufahamu huo mpira kwa match commissioner. Wengine tunafahamu lakini wengine hawaelewi kwa nini mtu anakuwa match commissioner, kazi yake nini. Na wewe na wenzako kina Emma mmekuja mkitokea kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi na KTO mmeweza kupata mafunzo. Sasa kwa nini wewe ushakuwa match commissioner, umeshapata mafunzo, kwa nini uende Ilala kujifunza tena? Nashukuru. Kama ambavyo umesema, ilikuwa ni seminar match commissioners kutoka program ya mpira fursa inayosimamiwa na KTO na vyuo vya maendeleo ya wananchi. Tulikuwa 4, wawakilishi 4. Haya ni mafunzo maalum kabisa, tunasema ni kama refresher course. Tunafahamu lakini kufahamishwa tena ni vizuri. Ni utaratibu wa bodi ya ligi na TFF kila mwanzoni mwa msimu. Tunakumbuka kwamba ni wiki hii tu, ni siku kadhaa tunaenda kuanza ligi yetu 2026 2027. Kwa hiyo tunakumbushwa majukumu mengi. Kila baada ya msimu kuisha kunakuwa na maboresho ya kanuni, kunakuwa na mapitio mapya. Kwa hiyo huwa tunaitwa, tunaelezwa majukumu yetu ambayo mengi ni confidential somehow. Kwa hiyo tunakuwa na majukumu tunayoelekezwa katika kwenda kusimamia ligi. TFF kama ambavyo tunajua na bodi ya ligi wana ligi nyingi na mechi nyingi ambazo wanazisimamia waweze kufanya yote katika sehemu zote. Kwa hiyo wanatafuta wawakilishi na sifa ya nani au match commissioner. Kuna sifa kuu. Umetaja ligi 2 hapo. Ligi, kuna bodi ya ligi, kuna TFF. Sasa kwa wanayetutazama ufafanulie kwa kifupi kwa ufafanuzi hasa nini hasa tofauti yake? Asante. Bodi ya ligi imepewa majukumu hayo na TFF kusimamia ligi ziko zaidi 3.
ligi kuu ya NBC sasa, kuna championship ambayo ni ligi daraja la kwanza, kuna first league ambayo ni ligi daraja la pili, lakini kuna baadhi ya ligi zimebaki kwenye TFF. Ligi za vijana wote under 20, under 17 na nyingine. Kuna ligi za mikoa RCL kwa maana ya regional league, championship league, kuna ligi za wanawake zinasimamiwa na TFF. Wewe uko kwenye nini sasa? Asante. Kama ambavyo nimesema, bodi ya ligi na TFF wanafanya kazi kwa ushirikiano. Kwa mimi sasa ninasimamia kama match commissioner, nasimamia championship ambayo ni ligi daraja la kwanza. Kuna nyakati naweza kusimamia ligi daraja la pili first league, na kuna nyakati naweza kusimamia ligi ya wanawake. Women Premier League. Sawa, hongera sana. Nashukuru. Unalenga wapi? Asante. Lengo langu kubwa kama ilivyo kelia yoyote, kupanda juu ni hatua jema. Kwa naendelea kufanya kazi kwa weledi, kama viongozi wangu wataona ninafaa na naweza kumudu, natamani kufika mpaka ligi kuu. Sisi wa vyuo vya maendeleo ya wananchi vilivyo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Mkenda na wenzake kule, kuna Profesa Nombo wamehangaika pia na unajua kuna amali sasa ya michezo. Nini nafasi ya amali ya michezo katika kuchangia kuwa kwa mpira wetu hapa nchini, ukiangalia hii mitaala mipya? Kama ambavyo umesema, katika kozi mpya za amali ambapo zimeanzishwa ni pamoja na mpira, ni football, ni amali mkondo ambao unajitegemea kabisa. Kwa sababu tunapata support kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na viongozi wetu kama ambavyo umetaja, kwa akipata nafasi anajua nikitoka pale kuna sehemu naenda kuifanyia kazi. Anaweza kuwa mtaalamu katika nyanja mbalimbali, katika kucheza, katika uongozi, katika technical, kwa maana ya utaalamu na ufundi katika kucheza. Kwa hata kuwa na uwanja mpana. Kwa hiyo kutoka amali ambayo amejifunza shuleni, sasa hivi wanaanzia shule za sekondari, vyuo vya maendeleo ya wananchi pia tunafanya, atapata nafasi kubwa na kwa sababu TFF na ushirikiano anaweza pia kupata nafasi za uongozi kama ambavyo tumefanikiwa kupata. Nini kwa kumalizia, nini kigumu kwako katika una miaka 5 umesema kwenye eneo hili? Ndio. Sasa katika kuwa commissioner, nini ambacho unakitolea mfano kuwa mwanamke match commissioner, unasimamia mechi ya wanaume? Nini uzoefu wako, unapokewaje kwenye katika hali hizo? Na bahati tulionayo Tanzania, naweza kusema tofauti na sehemu nyingi mbalimbali, mpira wa miguu ni kwa ajili ya kila mtu. Kama ambao tumefanya vizuri kwenye kucheza ligi za wanawake, ndivyo ambavyo tumefanya vizuri pia kwenye uongozi. Hakuna perception ngumu kidogo kwa mtoto wa kike au kiongozi wa kike kusimamia timu ya wanaume. Wana ushirikiano sana. Nikitolea mfano mkoa wangu wa Ruvuma ninakotoka, tupo kamati ya utendaji watu ni kama 7. Wanawake tuko 2, kwa bado tumeaminiwa kuwa nafasi ya uongozi. Kwa hiyo kama mwanamke kusimamia ligi ya wanawake ya wanaume kwa Tanzania, yani bado inawezekana kwa sababu wana ushirikiano. Mechi, shuka sana, mechi ambayo unaikumbuka katika miaka 5 ambayo ulikuwa na wasiwasi nayo sana, alafu nyingine mechi ambayo unasema ulikuwa na yani ina matukio lakini uliweza kuikabili kwa namna ambayo uliweza? Ni mifano miwili. Asante. Mechi ambayo nilikuwa na wasiwasi nayo sana, nilipangiwa kuwa general coordinator, mratibu wa mpira msaidizi. Ilikuwa ni mechi yangu ya kwanza baada ya kutoka kwenye training TFF, nilipangiwa, ilikuwa ni Ruvuma, ilikuwa ni KMC na Yanga nakumbuka. Kipindi hicho ni kama miaka 4-5. Ikiwa ni mara yangu ya kwanza kusimamia mechi kama general coordinator, maandalizi yote. Ile mechi ilikuwa ni ngumu kidogo kwangu na iliisha vizuri kwa sababu viongozi wote, yani match officials, walikuwa wamejipanga kwa ushirikiano, tulifanikiwa. Na mechi ambayo nilifurahia sana, tunakuwa na mechi za vituoni, yani za RCL, yani mabingwa wa mikoa. Tunakuwa na timu kama 7, tunakaa sehemu moja kituoni kwa siku 7 mpaka 14. Tunasimamia mechi nyingi, yani kwa siku tunakuwa na mechi kama 2 au 1. Kwa hizo siku 7 unaweza kuona ni nyingi kiasi gani. Kwa hiyo wanazipenda sana kwa sababu wanakuwa wanapambana kupanda daraja. Wakitoka pale ndio wanaenda first league, yani daraja la pili. Kwa sababu wana ushirikiano, ni competitive sana, kwa hiyo ni mechi ambazo wanazipenda. Mimi nikushukuru sana kwanza kwa kuwa balozi mwema wa vyuo vya maendeleo ya wananchi Tanzania na sisi wa KTO kupitia mpira na kupitia kazi ya kiuongozi unaoifanya. Nikushukuru pia kwa muda wako ushiriki kwenye ufafanuzi yakinifu tukiwa na mimi kwenye Mjengwa Digital. Shukrani sana. Asante sana kwa muda wako. Asante sana.